Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso chini ya Kapteni Ibrahim Traore ulitangaza kuwa idara yake ya ujasusi imezuia njama za mapinduzi katika mpango wa kuhatarisha usalama nchini humo. Kulingana na vyombo vya habari kimataifa, tangu siku ya Jumapili, rekodi za sauti zilizowasilishwa kama ushahidi wa njama dhidi ya Kapteni Ibrahim Traore zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, huku wanajeshi kadhaa wakitajwa kukamatwa. Nchini Burkina Faso, kulingana na vyanzo vya usalama, jambo hilo lilikuwa likifuatiliwa kwa karibu na idara za ujasusi kwa wiki kadhaa hivi sasa. Kulingana na vyanzo vya ndani, mvutano uliongezeka mwendo wa saa 1 kamili asubuhi na kusababisha maelfu ya vijana wa Burkinabe kuhamasishwa na kuelekea katika ikulu ya rais kuonyesha uungwaji mkono na kumlinda mkuu wa nchi hiyo. Vijana hao walifanya mkesho wa usiku kucha nje ya makazi ya rais, wakiapa kukaa macho na kuzuia washukiwa waliopanga ama waliojaribu kufanya njama. Burkina Faso imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya makundi ya kigaidi kwa miaka ya hivi karibuni, hali ambayo ilichangia kuangushwa kwa serikali iliyokuwepo kabla ya Traore kuchukua madaraka mwaka 2022. Licha ya ahadi za serikali ya kijeshi kuboresha hali ya usalama na kushirikiana na Urusi, hali bado ni tete. Tangu aingia madarakani mwaka 2022, Rais Ibrahim Traore ameripotiwa kunusurika katika majaribio kadhaa ya mapinduzi nchini humo. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Burkina Faso, njama ya hivi punde zaidi ilihusisha wanajeshi wanaodaiwa kula njama na makundi ya kigaidi kuvamia ikulu ya rais. Kumbukumbu isiyosahulika, mnamo Septemba 2022, Traore aliongoza mapinduzi dhidi ya rais wa muda wa wakati huo Paul Henri Sandaogo Damiba na kufanikiwa kumuondoa madarakani. Akiwa na umri wa miaka 34 pekee, Traore alikuwa mkuu wa nchi mwenye umri mdogo zaidi duniani wakati huo.